Yes, mara zote kwenye vipindi tofauti vya madirisha ya usajili, moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakizungumzwa sana ni Mtanzania Faisal Salum Abdalla. Imekuwa hivyo tena kwenye dirisha hili la usajili, kwani Faisal Salum Abdalla ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa sana. Ni mchezaji ambaye anahusishwa na vilabu vingi kweli, lakini upo ukweli uliojificha nyuma ya sakata hili. Ikumbukwe tu ya kwamba Faisal Salum aliweka wazi kwamba hataongeza mkataba wake kuendelea kuitumikia klabu ya soka ya Azam Football Club. Mwanzoni kabisa tukaaminishwa Simba Sports Club wanamtafuta Faisal Salum na wanahitaji kumsaini, licha ya kwamba Azam walikuwa wanatilia ugumu kidogo kwenye kumwachia. Baadaye pia tumekuja kugundua kwamba Young Africans na wao wameunga tela na kuingia kwenye vita ya kuwania saini ya kiungo mshambuliaji mwenye mafanikio makubwa zaidi kwenye historia ya ligi yetu ya hapa nyumbani Tanzania. Na mzungumzia Faisal Salum Abdalla Feitoto, moja kati ya wachezaji ambao pengine hata baadhi ya vilabu kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwabainisha pia Kaizer Chiefs Football Club kutokea pale nchini Afrika ya Kusini, wamekuwa wakimmezea mate kila dirisha. Lakini ugumu unakuja wapi? Azam Football Club wanaonyesha kwamba na wao pia wana mpango na matumizi na mchezaji huyo, hususan kwenye msimu ujao ambapo Azam Football Club watakuwa wana ligi kuu ya NBC, watakuwa wana CRDB Federation Cup, lakini pia kutakuwa na mapinduzi pamoja na michuano ya kimataifa ambayo ni kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa upi ukweli sahihi kuhusiana na Faisal Salum Abdalla na propaganda ambazo zimeendelea kushika kasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? Mimi niko hapa mwana michezo mwenzako kukujuza nini ambacho kinaendelea, kwa kuzingatia baadhi ya taarifa kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika ambazo zimeendelea kumiminika kila uchwao. Lakini kabla sijaendelea, ni kujuze jambo moja. Kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, basi mara zote sisi tumekuwa tukizungumzia michezo na tumekuwa tukikutana hapa kupiga ngenga mbalimbali zinazohusu soka. Sasa tazama, unaweza kujiunga na familia yetu bila ya gharama yoyote ile. Chini ya video hii kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, yabonyeze maneno hayo mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo kuna alama moja ndogo ya kengele itatokea, nayo utaibonyeza mara moja. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa umekwisha kujisajili na kwa muda wetu wa karibu kabisa, na utajipatia taarifa taarifa nyingi sana za kimichezo na burudani ambazo tumekuwa tukiziachia kila uchwao. Yes, ni Faisal Salum Abdalla Feitoto kwa mara nyingine tena kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kwenye vichwa vya habari mbalimbali zinazozungumza michezo na burudani. Lakini ukweli ni kwamba Faisal Salum Abdalla hivi sasa sidhani kama pesa ni kipaumbele chake kwenye maisha yake ya soka, kwani kwa kipindi ambacho amehudumu kwenye klabu ya soka ya Azam Football Club alikuwa akipokea kiasi kirefu kweli cha fedha, ukijumlisha bonus ya matangazo ambayo alikuwa akishiriki, lakini pia bonus za mechi mbalimbali pamoja na mshahara wake wa mwezi. Faisal Salum Abdalla anaingia kwenye listi ya wachezaji ambao walikuwa pengine wanalipwa mishahara mirefu zaidi kwa wachezaji wazawa hapa nyumbani Tanzania. Mara baada ya pengine kuona sasa amekwisha kuvuna pesa za kutosha, Faisal Salum aliweka bayana ya kwamba hayuko tayari kuongeza mkataba wa kuendelea kuitumikia Azam Football Club. Hivyo kama watakuwa tayari kumwachia, muda sahihi wa Azam kumwachia Faisal ilikuwa ni katika dirisha hili la usajili ambalo kwa mujibu wa Transfer Market Faisal Salum amebakisha mkataba wa mwaka mmoja na Azam Football Club. Hivyo wakiendelea kusalia naye mpaka mwisho wa msimu ujao, ina maana Faisal Salum ataondoka kama mchezaji huru. Moja kati ya vitu ambavyo vinawakuna vichwa viongozi wa Azam Football Club ni je, wamuuze Faisal Salum hivi sasa au wamtumie katika msimu ujao ili aweze kuondoka bure kabisa baada ya msimu huo kutamatika. Ikumbukwe Faisal Salum uhamisho wake kutoka Young Africans kwenda Azam Football Club uliigharimu klabu ya soka ya Azam zaidi ya milioni 200. Hivyo je, vitu ambavyo amekwisha kuvifanya pengine wanahisi gharama walizotumia kumsajili zimerejea, na kama hazijarejea basi huu ndio muda sahihi wao kumuuza.
Lakini kumekuwa pia na tetesi zikiwahusisha wekundu wa Msimbazi Simba ya kwamba wako kwenye mbio za kuwania saini ya kiungo huyo mshambuliaji. Tetesi hizi si ngeni masikioni mwa wanamichezo wengi. Tumeanza kuzisikia muda mrefu kweli kweli, misimu miwili nyuma, lakini ndoto hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba haijatimia mpaka hivi leo. Moja kati ya vitu zuia dili hili kukamilika ni kwamba Young Africans wakati wanamuuza Faisal Salum, kulikuwa na kipengele cha kwamba endapo Faisal Salum atauzwa ndani ya mipaka ya Tanzania, hususan Simba Sports Club, basi Young Africans kuna kiasi kikubwa kweli cha fedha ambacho wanakipata kutoka kwenye biashara hiyo. Sasa Azam wanaona ni bora waendelee kusalia na mchezaji kuliko kumuuza Simba. Lakini sasa taarifa za mwisho kabisa naweza kusema kwamba last updates juu ya dili hili ni kwamba Young Africans chini ya Engineer Hersi Said wakishirikiana na Ghalib Mohamed Said wamevamia ngome ya Azam Football Club ili kuweza kufanya mazungumzo na Faisal Salum Abdalla. Kwa mujibu wa taratibu za FIFA na CAF ni kwamba kama mchezaji ana mkataba wa zaidi ya mwaka mmoja ama zaidi ya miezi 6 na klabu fulani, timu yoyote hairuhusiwi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na mchezaji, bali yanafanyika mazungumzo ya timu moja na nyingine kabla ya kwenda kufanya mazungumzo na mchezaji. Young Africans inasadikika tayari wamekwisha kuanza kufanya mazungumzo na klabu ya soka ya Azam Football Club, na hili linachagizwa na kitendo cha Theodore Pacome Zouzoua kutokuwa sehemu ya wachezaji ambao Young Africans watawatumia. Hivyo Young Africans wanamtazama Faisal Salum kama moja kati ya wachezaji ambao wanaweza kwenda kuziba pengo la Theodore Pacome kwenye nafasi ya kiungo mshambuliaji. Niko hapa mimi kama mwanamichezo